Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu tunatazama ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China, ambapo amekutana na rais wa China Xi Jinping, na hapa tunaangalia mambo muhimu ambayo viongozi hao wawili wameyazungumza. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa China Xi Jinping mjini Beijing, huku wakitarajiwa kufanya mazungumzo yatakayojadili mambo muhimu mengi. Viongozi hao wawili wamekutana siku ya Alhamisi mjini Beijing na wanatarajiwa kujadili masuala magumu ambayo yamekuwa yakisababisha misuguano baina ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Miongoni mwa hayo ni vita vya Iran ambayo ni muuzaji mkubwa wa mafuta kwa China, suala la Marekani kuuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye mamlaka ya ndani ambacho Beijing inadai kuwa ni sehemu ya himaya yake, lakini pia na masuala ya biashara na kadhalika. Rais Xi Jinping amemkaribisha mwenzake wa Marekani Donald Trump kwa heshima zote za kiitifaki zilizoambatana na sherehe kubwa katika ukumbi mkuu wa wananchi, mapokezi ambayo yanajaribu kuficha mvutano mkubwa uliopo kati ya Marekani na China. Xi na Trump wamekutana pia majira jioni kwa ajili ya dhifa ya kitaifa, huku Trump akitembelea jumba maarufu la kihistoria linalofahamika kama Hekalu la Mbinguni, eneo ambalo hapo zamani watawala wa China walikuwa wakifanya maombi ili kupata mavuno mazuri. Katika ziara hiyo ya siku mbili, Trump ameambatana na ujumbe wa wamiliki wa makampuni makubwa nchini Marekani, akiwemo Jensen Huang na Nvidia na Elon Musk na wa Tesla, akitarajia kusainiwa kwa mikataba kadhaa ya kibiashara. Siku ya Ijumaa, Trump na Xi wanatarajiwa kupata chai na chakula cha mchana na kujadili masuala kadhaa muhimu kabla ya Trump kurudi nchini Marekani. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani katika kipindi cha karibu mwongo mmoja, ambapo ziara ya mwisho ilikuwa ya rais Trump mwenyewe alipoitembelea China mwaka 2017 akiambatana na mkewe Melania. Tofauti na wakati huu, alipochaguliwa tena, Trump alianzisha msururu wa vikwazo na ushuru mkubwa kwa bidhaa za China, huku Beijing nayo ikijibu kwa hatua sawia, na hivyo kusababisha hatua za kibiashara kabla ya viongozi hao wawili kukubaliana mwezi Oktoba mwaka uliopita kusitisha mvutano wao wa kibiashara. Awali Trump alisema anatarajia mapokezi yenye bashasha kutoka kwa Xi Jinping kutokana na kile anachoamini kuwa na uhusiano imara na wa kibinafsi, huku akimsifu kuwa anaiongoza China kwa mkono wa chuma. Lakini walipokutana walisalimiana kwa kupeana tu mikono. China hata hivyo imesema inaikaribisha ziara ya Trump na iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zao. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ziara ya rais wa Marekani nchini China ni kilele cha kuimarisha uhusiano wa miaka mingi ijayo. Usalama karibu na uwanja wa kihistoria wa Tiananmen Square mjini Beijing uliimarishwa vya kutosha, lakini pia kulikuwa na gwaride maalum ambalo ni katika tukio kubwa lililopangwa. Maandalizi ya tukio hili kuu yalianza kwa minong'ono, lakini China ikaonekana kufanya onyesho kwa ajili ya rais wa Marekani bwana Donald Trump. Ziara hii imejumuisha mazungumzo, karamu na kutembelea hekalu la mbinguni ambapo wafalme wangesali kwa ajili ya mavuno mazuri. Rais wa China Xi Jinping amekuwa na matumaini sasa kwamba ziara hii itazaa matunda, na mkutano wa kilele kati ya viongozi hao wenye nguvu ulimwenguni umetajwa kufanyika leo Alhamisi. Kwa miezi kadhaa, uhusiano wa Marekani na China umekuwa wapata potea kwa Trump. Mtazamo wake umekuwa katika vita vinavyoendelea na Iran, operesheni ya kijeshi katika ulimwengu wa magharibi na wasiwasi wa ndani, lakini yote yanabadilika wiki hii. Mustakabali wa biashara ya kimataifa, kuongezeka kwa mivutano nchini Taiwan na ushindani katika teknolojia ya hali ya juu ni mambo kadhaa ambayo yanatajwa. Kiuchumi, vita vya kibiashara vinavyoendelea na Marekani na mzozo wa Iran vinaweza kuwa habari mbaya kwa Xi, lakini kisiasa ni zawadi inayomfanya ajihisi kuwa na ushawishi mkubwa. Ziara hii inaweza kuweka msingi wa ushirikiano wa siku zijazo au migogoro katika miaka ijayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.